Um, Nitakimbia kidogo kwa sababu tuko na meza ya Bwana leo. Tuko na Holy Communion ikiwa meza ya Bwana ya kwanza ya mwaka wa 2025. Nilikuwa ninafikiria labda tunaweza kuipata last week, lakini last week nikawa sijamalizia yale mambo nilikuwa nayaongea, lakini nikaona kwa wakati huu nilikuwa ninataka kuongea kidogo kuhusu meza ya Bwana, alafu tuipate. Bwana asifiwe. Maana hakuna haja ya kuongea kuhusu meza ya Bwana na mkuli. Hata wakati imeongewa katika Bible ni wakati walikuwa wanaishiriki. Na kwa hivyo kuna vitu ningetaka nikuambie kama Mkristo, ya kwamba kuna mambo ambayo ni ya Wakristo tunayaita ordinances. Bwana asifiwe. Tunaita nini? Ordinances. Haya ni mambo ya Wakristo, na mambo haya ni vizuri watu wayaelewe na waelewe kwa nini wanaifanya. Moja ya hizi ordinances ni kama hii meza ya Bwana. Kuna zingine kama vile kuna baptism. Bwana asifiwe. Baptism of the Holy Spirit, kubatizwa na maji, ni nyingi. Lakini haya mambo watu wengi hawaelewi. Na watu kwa sababu walikuta ikifanywa, huwa wanaingia katika kuyafanya bila kuelewa hii ni nini wanafanya. Amen. Na kitu ambacho kinanipea challenge ni ya kwamba kuna makanisa mengine, nitumie jina madhehebu, ambayo ordinances ndizo kitu cha kwanza chenye watu huwa wanafunzwa kutoka ukiwa mdogo. Unaenda darasa kufunzwa mambo haya. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hata wakati utaanza kukula hiyo sacrament, unaelewa kabisa hii ni nini unakula. Na unaelewa ni nani anafaa kukula na ni nani hafai kukula. Lakini ikifika ni wakati wa kanisa ya makanisa yetu ya kiroho, wakati mwingi watu hawafunzwi mambo haya. Wanakuta tu wanakula, wanapewa na hawaelewi kwa sababu gani. Kwa hivyo ni vizuri ama ni ya muhimu kwa wakati kama huu tujifunze mambo kama haya. Tuelewe mambo haya yana maana gani. Na kwa hivyo ninataka tukule meza ya Bwana siku ya leo, lakini kwanza tujifunze. Meza ya Bwana iko na mambo mengi ambayo yanaweza kufunzwa. Lakini unaweza kuigawanya kwa vipengele tofauti. Na ninataka tusome kitabu cha Wakorintho 11:20, alafu nitawaambia tunaongea kuhusu nini leo. Kwa sababu nimekuambia kuna mambo mengi unaweza kuyasoma, kila jambo ulisome likiwa lesson yake ama likiwa fundisho. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 11. Si 11, sorry, mstari wa 20, si 11. Mstari wa 20. Bible imeandikwa hivi: when you meet together, wakati mnapokutana, you are not really interested in the Lord's Supper. Unaona hawa watu wakiandikiwa walikuwa wanafanya kitu kinaitwa correction. Wanaambiwa wakati mnapokutana hamtilii maanani meza ya Bwana ni nini, ama hamupei meza ya Bwana heshima. Ya Kiswahili inasema hivi, ya Kiswahili the same verse. Basi mkutanikapo pamoja haiwezekani kula chakula cha Bwana utirahotekana. Kwa maana kila mmoja hutangulia kutoa chakula chake katika kule kula. Hata huyu anaja njaa na huyu amelewa. Je, hamna nyumba za kulia na kunywa? Au mnalidharau kanisa la Mungu na kuwatahayarisha hao wasio na kitu?
niwaambieni, niwasifu? La, siwasifu kwa ajili ya hayo, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana naliyowapa nanyi, na kuwa Bwana Yesu usiku ule alipotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila muulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila mtu aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokuupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadhaa na kwa kadhaa wamelala. Bwana asifiwe. Wacha nifikishe hapo. Ukisoma haya maandiko, Paul akiwaandikia kanisa la Wakorintho alikuwa anasisitiza umuhimu wa meza ya Bwana. Na alikuwa ameandika hii barua kwa sababu meza ya Bwana ilikuwa inatumika katika nyumba ya Bwana, ama watu walikuwa nakula meza ya Bwana. Lakini ilikuwa imefika kiwango ambacho watu walikuwa wanaifanya na mazoea mengi sana, na walikuwa wanaifanya kwa njia ambayo hata haifai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ilikuwa imeanza kupoteza maana yake na umuhimu wake. Na ukiona Paul akiaddress ama akiandika kuihusu, ni kwa sababu ni jambo la maana la watu kufanya. Ukumbuke kuhusu meza ya Bwana sio wazo la mtu, ni Yesu mwenyewe alisema wawe wanafanya hivyo, ama kanisa lake liwe linafanya hivyo, ama watu ambao ni watu wa Mungu ambao wameokolewa na Yesu, iwe ni kitu ambacho wanafanya, ikiwa mojawapo wa mitindo ama mambo ambayo wanafaa kuwa wanayafanya mara kwa mara. Bwana asifiwe. Mara kwa mara. Na kwa hivyo haiwezi kuwa inasemekana ama Yesu hawezi kuwa alisema ifanywe kama haina maana yoyote, ama kama haina msaada wowote, kama hakuna kitu ambacho inasaidia watu nacho. Haikuwa kazi ya kusumbua tu watu ama kupea watu nafasi ya kufanya mambo mengi yenye hayana umuhimu wowote. Let me tell you, it had significance, ilikuwa na umuhimu wake. Na ndiposa wakati Paul alipogundua ya kwamba haifanywi jinsi inafaa kufanywa, he was concerned and he had to write to them. Amen. Hallelujah. Na sisi kama kanisa lenye tuko siku ya leo, and as the church of the word of his grace, ama Mkristo mwingine yote, anafaa kujua jambo hili ni la maana sana. Na ndiposa tunaifanya siku ya leo. It is important, and that is why we are doing it today. Bwana asifiwe sana. And that's why wakati wowote tunafaa kuwa tunaifanya, na pia tuwe tunaifanya tukiwa na ufahamu. Tuifanye tukiwa na ufahamu. Tuifanye tukiwa na nini? Sema ufahamu. Bwana asifiwe sana. This is not a ritual. Hii sio kitu ambacho tunafanya tu kwa sababu tunataka kuifanya. Hapana, ni ya muhimu. It is important as a believer. Na kwa hivyo yale mambo ambayo tunataka kujifunza siku ya leo ni ya muhimu kwako sana, na ni ya muhimu kwangu sana, kama mtu aliye katika kanisa la Kristo Yesu. Paul akawaandikia mambo mengi ambayo tumeyasoma hapa, na alikuwa anawaambia ya kwamba mkumbuke vile Yesu alivyofanya. Remember how Jesus did it. Now I want you to sasa kutoka penye Yesu aliifanyia urudi nyuma kabisa katika Bible,
uone mahali mambo hii ilianzia. Yesu akiifanya alikuwa anakumbuka wakati wa kukombolewa kwa wana wa Israeli kutoka Misri. Now see the seriousness of this that Jesus was doing. Kile ambacho Yesu alikuwa anafanya. Maana wakati Mungu alipoambia Musa hili jambo lifanywe, walikuwa wamejaribu kila kitu ambacho kingefanya Farao aachilie wana wa Israeli watoke Misri waende kwenye Mungu alikuwa amewaahidi. Amen. Kuna kitu ninataka ushike. Mungu alikuwa ameleta miujiza ya aina yote. Every manner of miracle was performed by Moses kule Misri. Maji ilikuwa imefanyika damu. Watu wakakaa bila maji, maana maji imekuwa damu. Watu wakakaa katika giza siku 3 bila mwangaza na nuru yoyote. Na hata hakuna taa ingewakishwa ishinde ile giza. You can imagine a kind of darkness that not even a lamp can be able to light in. Yani mpaka taa haiwezi kuwaka iondoe ile giza. Wakawa na mashida mingi, chura zikakuja, kukawa na zige, kukawa na inzi, kukawa na nini, kukawa na shida nyingi sana. Na hiyo mambo yote haikuokoa wana wa Israeli kutoka kwa mkono wa Farao. Bwana asifiwe sana. None of those things that were done delivered them from the hand of Pharaoh. It was until God gave now an instruction that what we shall do now is to slaughter a lamb. Ni mchinje mwanakondoo. Alafu huyu mwanakondoo wakaambiwa vile watamkula ama vile watakula nyama yake. Na wakaambiwa vile watafanya na damu yenye watatoa kutoka ndani ya huyo mwanakondoo. Wakaambiwa waipake katika mimo ya milango yao, at their door frames. Na Biblia inasema by doing that only ilikuwa inaokoa mtoto wakifungua mimba katika nyumba yao. Shika vile nimekuambia. Bwana asifiwe sana. By only applying blood at their door posts, a child who was the firstborn did not die. Regardless kama ni Misri alifanya hivyo ama ni Muisraeli. Maana Biblia inasema na Wamisri wengine walifuata hiyo maagizo ya Musa, na kwa hivyo wakaokoa watoto wao. Bwana asifiwe sana. See the power behind now restriction ya angel wa death kuingia katika nyumba ya watu. A simple lamb slain and blood smeared at the doorpost. It was enough to keep off death from a house. Hallelujah. Amen. And therefore wakati Yesu alikuwa anaifanya, it was because God had commanded the children of Israel ya kwamba hii kitu yenye nilifanya nikaokoa mzaliwa wa kwanza wenu, muifanye kwa kukumbuka milele. And therefore Jesus was not ignorant of what happened in Egypt. He continued it even though he was the son of God. Alipokuja aliendeleza. Bwana asifiwe sana. Yesu akaendeleza jambo lile lilikuwa limefanyika miaka zaidi ya 1000 na kitu kule nyuma, almost 2000 years. Yesu akakuja akaanza kuiendeleza na yeye. Na Bible inasema hivi. Yesu wakati alikuwa anaifanya kwa sababu Musa alikuwa ameambiwa na Mungu, ambia wana wa Israeli, Wayahudi wote, ya kwamba wafanye hivi kwa ukumbusho ya vile nilivyookoa mzaliwa wa kwanza wao. Naye Yesu akaifanya, akiwa sasa kutoka kwa Yesu kuendelea, sasa ni wokovu wa binadamu. Bwana asifiwe sana. The salvation of mankind. Na ukisoma Bible utaona Yesu vile Paul alielezea hapo. Vile Yesu aliifanya. Yesu aliifanya kama vile wana wa Israeli walikuwa wameifanya. During the Passover festival, ilikuwa sikukuu. Kama vile tunakumbuka sikukuu za Jamhuri na zile zingine. Hii ilikuwa sikukuu yao ya ukombozi. Tuko pamoja? Na mpaka wa leo wanaikumbuka hii sikukuu kutoka kule vile walitoka Misri. Lakini Yesu akakuja sasa kwa sababu ilikuwa sasa ya ulimwengu wote, sio wana wa Israeli. Ukisoma Bible vizuri, na sitaki kuelezea mambo mengi kwa sababu ni mambo mengi sana nimekuambia. Ninataka kudeal na jambo moja siku ya leo. I want to deal with the significance of the blood or the death of our Lord Jesus. The significance, umuhimu. Sema umuhimu.
Sema significance. Umuhimu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kifo ama damu ama kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Nimekwambia ukiangalia mambo ya Holy Communion imeshika mambo mengi sana. Lakini unafaa kuelewa kila jambo linamaanisha namna gani. What it means, what everything that is in there means. Na hata siku ya leo hatutaweza kuongelea mambo yote. Because with only one lesson, it is impossible to complete these things. But it is good for you to have a glimpse or an understanding. Ukuwe na basic understanding ya what is this that is done. Hallelujah. Umuhimu wa damu ya Yesu Kristo ni nini? Unajua watu walipokea mambo mengi sana. Unasikia watu wanapaka magari damu ya Yesu wakienda safari, wakiacha nyumba zao wanazipaka damu ya Yesu, wanapaka mashamba yao damu ya Yesu, mahindi isiibiwe. Bwana asifiwe. People do so many manner of things. But let me ask you, hiyo mambo yote wanafanya kupaka damu ya Yesu kila kitu, iko katika context ya Bible? Is it within the word of God? Where did they get it from? From what understanding? What is this insight ambayo wako nayo inafanya wapake gari damu ya Yesu Kristo na ni gari ya mtu mwingine na wanaenda safari? Tuko pamoja? Bwana asifiwe sana. Nani alipea mtu uwezo wa kupaka damu ya Yesu Kristo nyumba? Kwa sababu unaiacha. Na sasa juu uliipaka rastia ukitoka, kwa nini unaipaka tena leo? Umejiuliza hiyo swali? Bwana asifiwe sana. Jana ukitoka nyumbani, uliacha kama umepaka nyumba damu ya Yesu. Leo tena unaipaka damu nyingine. Kwani ile damu ulipaka jana ilinyeshewa ikabebwa na maji? Unajua hii mambo yote ni kwa sababu ya watu kutoelewa mambo mengi sana. Na kwa hivyo wanafanya mambo wakiwa na mawazo mengine ya kutopambanukiwa na mambo. Amen. These are things people do. Na nikisema people ninamaanisha sisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua nimeona watu wa Nigeria kila kitu blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Sasa hii blood of Jesus ni nini hiyo huwa anasema blood of Jesus? Niliona mtu mwingine, kuna watu wengine wanafanyaga planks. Unajua plank? Hii kutishwa, kuchezewa, unatishwa unachezewa. Msichana amevaa mameno za plastic hapa huko ndani. Alafu ni msichana mrembo tu. Anaanza kuongea naye vizuri. Sasa kijana anafikiria hapa nimepata mtu mzuri. Alafu wanatembea anaanza kumwambia unaweza nipea damu? Ni damu. Damu yako nataka kunywa damu. Nikunywa damu. Nimetoka Mombasa nataka kunywa damu yako leo. Anamuonyesha meno. Sikia damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Sasa ile anasema damu ya Yesu. Hata hajui hajaokoka. Bwana asifiwe. Lakini anafikiria akisema hivyo hii jini imetoka Mombasa itamuhepa. Akasema damu ya Yesu Kristo hapo. Lakini sasa ilikuwa tu kuchezewa. Lakini huyu mwanamchezea ndiye anamfanyia hiyo mchezo wakiwa wanamchukua video. People of God listen. Ignorance imejaa katika kanisa. Ignorance iko na watu wengi sana. Amen. Nataka siku ya leo ukae hapo uelewe. Ufanye nini? Uelewe mambo fulani. Hata kama si mambo just kitu kimoja tu. Ukorowe na kaudu kama uiwega. Kuna kitu kimoja unajua vizuri. Bible imesema hivi, imeandikwa hivi. Sitaelezea hiyo mambo Paulo alisema hapa. Lakini ukiendelea kusoma kuanzia verses 24. Paulo akasema, wacha nianzie, for I pass on to you what I received from the Lord himself. Hiyo ni Paulo anasema. Kile nilichowapatilizia nilikipokea kutoka kwa Bwana mwenyewe. Unasikia kutoka kwa nani? Niko na watu wenye wako kanisani. Bwana asifiwe. Wale wako kanisani waseme Bwana mwenyewe. Wale akili zao zimehama zikarudi jikoni kwao, ile mchere waliacha jana ndio wanaona waseme Bwana mwenyewe. Haya, mtu anaweza kuwa hapa lakini anakumbuka nyumba kuna mchere aliacha hapo na ndenga. Na ni autile. Ndio aje kuona lolote hapa itonenye. Sasa Paulo anasema kile chenye ninawaletea it is from the Lord himself. From the Lord himself.
Paul ameiandika, na mimi kila ninawaletea siku ya leo, it is from the Lord I'm teaching you a teaching from the Lord himself. Praise the Lord. This is not my making. Akasema hivi, on the night when he was betrayed, kwa maana Yesu alifanya hivi usiku kabla sasa asalitiwe, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, this is my body. This is my, which is given for you. Huu ni mwili wangu ambao umepeanwa kwa ajili yenu. Kitu cha kwanza nataka ujiulize, ni nani alipeana mwili wa Yesu kwa sababu yetu? Na kwa nini mwili wa Yesu ulipeana kwa sababu yetu? Nataka urudi ujue ya kwamba Mungu ndiye alimpeana Yesu. Mungu ndiye alimpeana, na kuna mambo mengine sasa tutayasoma hapo mbele utaelewa kwa nini huu Yesu alipeana. Akasema do this in remembrance. To remember me. Yesu akasema fanyeni hivi mkifanya nini? Mkinikumbuka. Mkifanya nini? Bwana asifiwe sana. Mkinikumbuka. Why is it important to remember Jesus? Because every time you forget him, ukisahau Yesu katika maisha yako, kuna neema inakatizwa katika maisha yako. Every time you forget Jesus, a certain grace huwa inapungua katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. And let me tell you people of God, and listen to me very well. There is nothing like a spiritual vacuum. Let me repeat. Hakuna kitu kinaitwa ya kwamba mahali penye hakuna kitu chochote katika maisha ya kiroho. Ya kwamba huyu mtu ako tupu maisha ya kiroho. There is nothing like tupu katika maisha ya kiroho. Hakuna kitu kinaitwa tupu. There is no vacuum in spiritual realms. No vacuum. Maana lazima ulimwengu wa roho ujaze kitu katika maisha ya mtu. Bwana asifiwe sana. Zamani tulikuwa tunaimba tunasema huwezi kukataa Mungu na ukatae shetani. Atukue hapo katikati. Kwa hivyo kila wakati kumbuka nani? Jesus knew how important it is to remember him continuously. Are we together? Amen. Let me ask you a question. Unajua huo moyo wako? Do you know your heart? Unajua moyo wako? Wewe huwa unakumbuka kama moyo wako unapiga ama haupigi? Bwana asifiwe sana. Do you bother whether your heart is beating or not? You don't bother, isn't it? Amen. You don't bother. Si ndio? Kila kitu unajua ni ya kwamba moyo wangu unapiga. Unakumbuka tu ukiambiwa kama vile nimekuambia. But let me tell you, your heart iko na kitu ambacho huwa kinaikumbusha inafaa kuwa unapiga kila wakati. Na ikichelewa sekunde moja ama miss one beat, it can become a very big problem to you. Praise the Lord. There are some impulses. Kuna vitu ziko huko ndani zinakumbusha moyo kila wakati. There are some energies. Sasa Yesu na yeye ni namna hiyo. Ya kwamba kama vile moyo ukisahau kupiga mara moja tu ama mara mbili, ni shida kubwa sana. Hivyo ndivyo na sisi tukisahau Yesu, ni shida kubwa sana katika maisha yetu. And therefore constantly we should be remembering Jesus. Bwana asifiwe sana. Yesu sio kumkumbuka saa hii na hiyo dakika mwingine umkumbuki. Anafaa kuwa ndani yako ukimkumbuka kila wakati. Akasema do this in remembrance of me. Remind yourself about him. Praise the Lord. In the same way he took the cup of wine after supper, saying, this cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Ini akasema haya ni makubaliano ambayo Mungu amefanya kati ya yeye na watu wake kutumia damu yangu. Haya ni makubaliano ambayo Mungu amefanya kati ya yeye na watu wangu kupitia kwa damu yangu. Meaning that without the blood of Jesus, there is no confirmation of any agreement between any human being and God. Bwana asifiwe sana. Kama kuna makubaliano yoyote
kati ya mtu yoyote na Mungu na hakuna damu ya Yesu, that agreement is illegitimate. Are we together? Tuko pamoja? Bwana asifiwe sana. Kama kuna makubaliano yoyote ambayo mtu ataongea ati ya kwamba ndina kirikaniro na Ngai, nindikaniire na Ngai, na hakuna damu ya Yesu katika hiyo makubaliano, hiyo makubaliano sio halali, ni haramu. Bwana asifiwe sana. The only legitimate agreement between mankind and God is confirmed with the blood of Jesus. If there is anything you have agreed with God, kama kuna kitu kingine chochote chenye mtakubaliana na Mungu wako, wacha nikuambie, lazima pawe na damu ya Yesu yenye itadhibitisha hiyo makubaliano. Umenisikiza vile nimesema? Amen. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death. Unatangaza kifo cha Yesu until he comes. Let me ask you a question. Wacha nikuulize swali. Bwana asifiwe sana. Let me ask you. Jesus said, do this in remembrance of me. Fanyeni hivi kila wakati mkinikumbuka. Mbona Yesu anataka kukumbukwa na kifo na sio kufufuka? Now which one is more powerful? Praise the Lord. Amen. Ni wapi kunaonekana kama kuna nguvu nyingi? Ni katika kufa ama ni katika kufufuka? Yaani ukifikiria kama binadamu, utaona katika kufufuka kuna nguvu nyingi. Bwana asifiwe sana. And then you disregarded death. But let me tell you, the people of God, hakuna kufufuka bila kufa kwanza. There is no resurrection if there was no death. So death was more important than the resurrection. He had to die first. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Wacha niwaambie watu wa Mungu, kama Yesu hangekufa, hakungepatikana wokovu. Umesikia vile nimesema? Kama Yesu hakukufa, hakungepatikana wokovu. Salvation is through his death. Amen. And I'll show you why. Kwa nini nasema hivi? Jesus resurrected because he had to live again. Lakini kama hangekufa, hakungepatikana ukombozi. So death was more significant for us. Ilikuwa ya muhimu sana Yesu akufe kwetu. Na kwa hivyo Yesu akasema in remembrance of his death, ama his blood. Bwana asifiwe sana. Matthew 16. Turudi Mathayo 16. Nikuonyesha kitu. Matthew 16. Let me show you something there. Matthew 16. Na tujaribu kukimbia haraka, si ndio? Ndio tujifunze kitu. Matthew 16 verses 21. From then on, unasikia venye Biblia imesema? Inasema from then, kuanzia wakati huo kuendelea. Inasema Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem, and that he would suffer many terrible things at the hand of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day he would be raised from the dead. Nataka uone venye Biblia inasema hapa. Inasema kutoka wakati huo, yani kuna nyakati ziko hapo juu zenye zimeongea kuhusu mambo mengi kuhusu Yesu. Biblia inasema kutoka wakati huo Yesu, na ninafikiria ni wakati Peter alijibu Yesu akamwambia, wewe ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu akajua leo ni mume nyatendeo. Amen. That is after now they have known who Jesus is. Yesu akaona sasa naweza kufunua kitu kingine niwaambie. Not mereo ndungiri. Praise the Lord. Tunaweza enda chapter 2 ama phase 2. Bwana asifiwe sana. I can tell them the next thing now. Biblia inasema after that time, baada ya Peter kusema wewe ni mwana wa Mungu, akajua sasa wameshika yeye ni nani. Akaanza kuwa anawaambia mara kwa mara. Biblia inasema kuhusu
Biblia inasema plainly, bila kuwaficha, ya kwamba ni ya muhimu aende Jerusalemu. It is necessary. It is necessary. Aende Jerusalemu. Kwenye Biblia inasema where he will suffer many terrible things. Hebu sema terrible. Terrible ni kumaanisha suffering ya Yesu haikuwa tu vitu tudogo tudogo. Sio kupigwa makofi. Terrible suffering. Terrible. That's why Bible kina Jeremiah na kina Isaia na wengine walikuwa wanamuita the suffering servant who shall come. The suffering servant. Maana atakuja kuteseka. Atakuja fanya nini? Kuteseka. Yesu hakuteseka juu alikuwa anahubiri injili. Hapana, aliteseka maana alikuwa ateseka. Na nitakwambia kwa sababu gani. Jesus suffered because he was supposed to suffer. Jesus did not suffer because there were bad people on earth. Unaelewa? Ati Jerusalem kulikuwa na watu wabaya sana, kwa hivyo wakateseka. Ni kama kwa mfano useme uende nchi yenye kila wakati kuna shida. Kama saa hizi vile kule kwenye ile nchi inaitwa Kongo vile kuna vita. Ukienda kuanza kuishi huko, utajiingia katika shida yenye iko katika hiyo nchi. So you will suffer because you are in an environment that is troubled. Isn't it? Amen. Lakini Yesu hakusema kwa sababu wana wa Israeli ni wabaya, ama kwa sababu kuna watu wabaya katika society. Yesu aliteseka kwa sababu alikuwa amekuja kuteseka. Na ndiposa alikuwa anawaambia hata kabla ya wakati, hata kabla ya kwamba ni vyema niende ili niweze kuteseka. Many terrible things. Akawaambia na niteseka nikiwa mikononi mwa nani? Number one, sio watu wa mikahawa wenye wanakwenda mikahawa huko watanionea. Sio watu wana biashara watanionea. Alikuwa anajua exactly shida yake itakuwa ni akina nani. And you know all these things that are written here. If I would start explaining to you why Jesus mentioned these people, it can take us another 4 weeks. And therefore let me not explain. Praise the Lord. Amen. Kwa nini alisema I'll suffer under the hands, ama in the hands, at the hands of elders, leading priests, teachers of religious law. Kwa nini alitaja wale watu wenye walikuwa viongozi wa Israeli? Let me just give you a highlight. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Yesu alikuwa anakuja akiwa dhabihu. Yesu alikuwa anakuja akiwa nini? Andika mahali Romans 8 verses 3, uende usome ukienda nyumbani. Romans 8:3. Inasema sheria ya Musa haikuweza kukomboa binadamu kutoka kwa kifungo cha dhambi kwa sababu ya utu wa dhambi wa binadamu, because of man's sinful nature. Biblia inasema therefore God did what the law could not do. Mungu akafanya kile sheria ilikuwa imeshindwa kufanya. Akamtoa Yesu akiwa na mwili kama mili yenye tuko nayo sisi wenye dhambi. Biblia inasema so that by the sacrifice of the body of his son God would declare an end to slavery of sin. Praise the Lord. It is there in the Bible. Enda uisome hapa utaiona. And therefore Jesus sacrifice ilikuwa ikubalianwe. Na hadikiria drauga. Dhabihu ilikuwa makubaliano, ilikuwa makubaliano. Viongozi wa dini lazima wangekubaliana, makuhani lazima wangekubaliana, na viongozi wa wana wa Israeli lazima wangekubaliana. Bwana asifiwe sana. And by observing now the law, walikuwa watoe dhabihu. Tuko pamoja? Na kwa hivyo Yesu lazima angeteseka akiwa katikati ya hawa watu. Naweza kukuelezea zaidi mambo mengine mengi zaidi. Biblia inasema hivi. He would be killed, atauawa. But on the third day, lakini siku ya ngapi? But on the third day, he would be raised from the dead. Atafufuliwa kutoka kwa wafu. Bwana asifiwe sana. But Peter took him aside and began to reprimand him for saying these things. Peter akaanza kuambia Yesu, heaven forbid. Iguru liroreka. Ndogokua. Hiyo ni Peter anaambia Yesu. Mbingu na isikubali. Nasikia mpaka anatumia Mungu kuapa. Mbingu na isikubali Bwana. He said, this will never happen to you.
Hiyo mambo ya kukufa haitawahi kukufanikia. Yesu akamgeukia Peter akamwambia, get away from me Satan. You are a dangerous trap to me. Do you know why alimuita trap? Kwa sababu mtu yote akisikia anaenda kukufa with terrible pain, terrible suffering, atatafuta njia za kuescape. So in a way ni kama Peter alikuwa anaambia Yesu, hautateseka hiyo mateso. Unaelewa? Na Peter alikuwa na intention mzuri. Lakini Peter hajui hiyo mawazo yake ni pingamizi ya makusudi la Mungu. Akamwambia, you are seeing things merely from a human point of view, not from God. I'll talk about that later. So number one, kitu ningetaka ujue ni hii. Or let me read for you first of all Matthew 20. Hapo tu mbele. Matthew 20. The same thing. Matthew 20:18. 20:18. Inasema, listen, he said, we are going up to Jerusalem, where the Son of Man will be betrayed to the leading priests and the teachers of the religious law. They will sentence him to die. Na ningetaka ushike hivi. Wale watu wenye waliamua Yesu atakufa walikuwa wakuu wa mambo ya kidini wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. These are very important things, and therefore listen to them very carefully. Wale watu wenye waliamua Yesu atakufa, then they will hand him over. Kile watafanya ni wao wataamua atakufa. Watampeana kwa mikono ya Romans to be mocked, flogged wa apigwe na viboko, or flogged with whips, and crucified. Unajua Yesu mpaka alikuwa anajua atauawa kwa njia gani. Amen. Hallelujah. Yesu alikuwa anajua mpaka watamuua kwa njia gani. Na amenya ati guitwa, sio mshale atapigwa naye, sio panga atakatwa naye kichwa ama shingo. Alijua watamuua kwa kumsulubisha msalabani. I want you to see this happened even before the judgment was made. Nataka uone Yesu alikuwa akitoka mbinguni, alikuwa amekuja akiwa anaelewa amekuja kufanya nini. Tuko pamoja? Amen. Hiyo kitu ilikuwa already decided in heaven. It was decided. It was already agreed in heaven. Where vikuu wakinyari watafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Na wakati ukafika Yesu akajua this is time now. Even that night before he was arrested he knew. Ninashikwa leo. Omude niko ndiraji. Bwana asifiwe sana. Ai. Number one thing unafaa kujua ni hii. Ni ya kwamba Jesus died because he is a good shepherd. Kitu kimoja unafaa kujua kwa nini Yesu alikufa. Yesu hakukufa kwa sababu alikutana na watu wabaya wakamuua. In actual fact, wanafunzi wa Yesu walikutana na kifo kwa sababu walionewa wivu. Bwana asifiwe sana. Amen. Are we together? They died as martyrs because viongozi wa Israeli waliwaonea wivu. Stephen ni wivu alionewa, akauawa. Lakini Yesu aliuawa number one, maana yeye ni mchungaji mzuri. Bwana asifiwe sana. Jesus died because he's a good shepherd. He's a good. Hiyo ni kitu kimoja unafaa kujua. Kwa nini Yesu alikufa? Ni kwa sababu ni mchungaji mwema. John 10:11. Kuna kitu nitakuelezea hapo chenye kinafanya nikuambie hivi. John 10:11. Nikoruka imaji. Yesu alisema hivi. I am the good shepherd. Alisema namna gani?
Jesus is not a good shepherd. He is the good shepherd. He is the good. Akasema the good shepherd sacrifices his life for the sheep. The good shepherd sacrifices his life for the. Mchungaji mwema huwa anatoa maisha yake dhabihu kwa sababu ya wana. Hapo juu alikuwa amesema kuhusu mchungaji wa kulipwa mwenye akiona hatari anahepa, anaacha wanakondoo. Yesu akasema yeye ni mwanakondoo mwema, yeye ni mchungaji wa kondoo mwema mwenye anakufa kwa sababu ya kondoo wake. Katika kibiolojia huwa tunaita hii kitu substitution. Hebu sema substitution. Sema tena. Kama uko na mahali unaweza kuandika, andika substitution. And the people of God listen to me. Na nikitaka utege masikio yako ya kiroho vizuri sana. There is nothing as powerful spiritually as substitution. Hakuna kitu ambacho kiko na nguvu nyingi katika ulimwengu wa roho kama kitu kinaitwa substitution. Substitution is a law in the spiritual world. Nimesema substitution ni sheria iliyoko katika ulimwengu wa roho. Na hiyo substitution iko katika ulimwengu wa roho, ndio katika dunia hii huwa tunaita biashara. In this world huwa tunaita business. Hiyo ndio inafanya unatoa noti ya pesa, unabadilishana na unga. Karatasi inaweza kuwa unga. Bwana asifiwe sana. A paper like this one, unapewa pakiti ya unga. Huyo mtu hata anatumia akili. Bwana asifiwe sana. Uko na unga, ninakupea karatasi, unaniacha na karatasi, unanipea unga. Ndio na tambulisho tata resi. Lakini ni roho ya substitution. Kitu yenye hai make sense. Bwana asifiwe sana. Amen. I don't know whether you get what I am talking about. Tunaita substitution. Substitution is a law of the spirit, a law in the spirit world. Substitution ni sheria. Katika ulimwengu wa giza substitution pia iko. Do you know something? Katika ulimwengu wa giza ndiposa unakuta mchawi huwa anaitisha mnyama. Wakienda sana katika ulimwengu wa roho, katika giza, uabudu wa shetani, huwa wanaitisha mpaka watoto ama watu. Bwana asifiwe sana. Amen. Do you know what I'm talking about? Bwana asifiwe sana. Unajua kwa nini mchawi ataitisha kuku? Ili hiyo kuku imwage damu, ichukue mahali fulani kwa sababu ya kitu fulani. Bwana asifiwe sana. Amen. Inaitwa the law of substitution. Sasa substitution ni mahali penye sasa Yesu alikuja akachukua nafasi yetu sisi, akafanywa kile ambacho tulifaa kufanywa sisi, na ikakubalika mbinguni. Ni kama na kwamba ni sisi tumepitia haya mambo. Bwana asifiwe sana. Let me read for you the book of Isaiah chapter number 53. And I would encourage all of us in this church. All of us. Ningetaka ni encourage. Maandiko yako kitabu cha Isaiah 53. Usikuwa unaenda wiki mbili kama hujaisoma yote. Amen. Are we together? Bwana asifiwe sana. Isaiah 53. Never go more than 2 weeks before you have read the full book. Bwana asifiwe sana. Na leo kuna a lot of restlessness kwa kanisa. Watu wanatoka wakiingia. What is happening? Bwana asifiwe. Mimi naona watu wanatoka. Kwani nini kinaendelea? Biblia inasema hivi. Tukisoma tunaweza kusoma yote lakini hatuna wakati. Ukisoma verses 4 inasema yet it was our weakness he carried. Yet it was our weakness. Verses 4. It was our sorrows that weighed him down.
And the thoughts of his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins, a punishment for his own sins. Yani Mungu alibadilisha dhambi zetu zikafanyika ni kama dhambi za Yesu. Bwana asifiwe sana. Verse 5 inasema but he was pierced for our rebellion. Alidungwa na mkuki ama alidungwa na misumari ama alidungwa na kofia ya miiba kwa sababu ya transgressions. Hebu sema transgressions. Do you know what transgressions are? Transgressions ni kupita mipaka. Kupita mipaka. Na hakuna kitu kibaya kama kupita mipaka. Bwana asifiwe sana. He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten for we could be whole. He was whipped so we could be healed. Nasikia maneno? Alipigwa ili tukamilike. Ili tufanye nini? Tukamilike. Nataka uone vile Yesu alichukua mahali petu. This is the good shepherd. He was whipped so we could be healed. And that's why Yesu hangeuawa na panga. Ili mambo yote yenye yatafanyiwa, afanyiwe mambo mengi yenye yatachukua nafasi za mambo yetu mengi. Tuko pamoja? Bwana asifiwe sana. Kuna kukamilika kwingi sana katika maisha yetu. Yesu akachukua mahali petu pengi pa kutokamilika. Biblia inasema hivi. He was whipped so we could be healed. Akapigwa viboko ili tukiwa wagonjwa magonjwa yetu yaondoke. Ama ili miili yetu ikae na afya njema. Watu wa Mungu nataka usikie hivi. Mwili wako tayari umelipiwa uponyaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Juzi nilikuwa nimeenda supermarket, kuna kitu nilikuwa ninaangalia. Ukienda kwa supermarket nikakuta kuna vitu katika supermarket zimeandikwa sold. Zimeandikwa? Those things are still in the supermarket. Lakini hata ukiitaka huwezi kuipata. Because it is already, kuna mtu mwenye ako mbali sana hayuko kwa hiyo supermarket. Na hiyo kitu sio ya supermarket tena. Bwana asifiwe sana. Haiwezi uziwa mtu mwingine. Maana kuna mtu ameilipia gharama. Yesu na yeye akalipa gharama, akachukua mahali petu pa magonjwa yetu. Na kwa hivyo whenever there is a sickness in you, ama in the body of a believer, Mkristo anafaa kujua hivi, ya kwamba huu ugonjwa haufai kuwa hapo, kwa sababu tayari gharama ya kusafa magonjwa tayari ilipwa. Hai? Bwana asifiwe sana. Gharama ya kukaa na magonjwa tayari ilipwa. That cost was already paid for. And therefore hakuna mahali kunafaa kuwa na magonjwa. There should not be sicknesses, there should not be disease in the body of any person. Hallelujah. The cost was paid. Jesus substituted. Akachukua mahali pa dhambi. Kile kilikuwa kisababisha magonjwa katika miili ya watu. Yesu akachukua hiyo nafasi. Inaitwa substitution. Bwana asifiwe sana. I listened to another person. I'm yet to do the survey ya hiyo kitu ama kuichunguza na kuitafuta. But I've seen it in the book of Ezekiel somewhere. Ya kwamba walikuwa Ezekiel inasema huwa mnachukua nafsi za watu. Mnaua watu wenye hawafai kufa. Mnachukua nafsi zao mnawaua. Alafu mnahifadhi uhai watu wenye walifaa kufa. I had one man from one of the countries, one preacher from Nigeria. I like him because his doctrine is sound. But hiyo kitu mpaka leo nataka kufanya studies. Akasema ya kwamba huko Nigeria kuna wachawi wako katika kiwango ambacho wanaweza fika mahali wajue huyu mtu anakufa. Wana exchange kifo ya huyo mtu na kifo ya mtu mwingine. Huyo mtu anaishi, mtu mwingine anakufa pia. They can steal the soul of another person. I don't know how true that is. Praise the Lord. I'm yet to study it. Lakini kuna kitu kinaitwa substitution katika ulimwengu wa roho. Praise the Lord. Whereby mtu anaweza kuchukua nafasi ya mtu mwingine. Amen. Hallelujah. Yesu alichukua nafasi yetu ya kukufa. Akachukua nafasi yetu ya mambo mengi ambayo imeandikwa katika Isaia hapa. Hallelujah. Ukisoma verse 7 inasema he was oppressed and treated harshly,
yet he never said a word. Let me wacha niruke hiyo. Nikuje verse 8 inasema unjustly condemned he was led away. No one cared that he died without descendants, and his life was cut short in midstream. But he was struck down for the rebellion of my people. Nasikia vile ninasema, kwa sababu ya uasi wa watu wangu aligongwa. Inaitwa substitution. Inaitwa nini? Watu wa Mungu, kuna mambo mengi sana tunakumbuka wakati tunakumbuka kuteswa na kifo cha Yesu. Yesu alivaa mwili akautoa uteswe kwa sababu ya mambo mengi ambayo inatuhusu. Kwa hivyo wakati tunakula meza ya Bwana, we are remembering his death because of the substitution. He gave his body on our behalf. It is called a law. Hallelujah. Juzi kuna watu prominent Kenya walifungwa. Simuliona? Watu waliambiwa umefungwa miaka hii ama ulipe hii faini. Hallelujah. Kuna mmoja alifungwa miaka 10 na kitu. Ama alipe faini pesa fulani. Amen. Nataka uone sasa kukaa jela kuna pimanishwa na pesa. Unaelewa? Bwana asifiwe sana. Meaning that huyo mtu anaweza kaa mbali na watoto wake, mbali na biashara zake, mbali na wajukuu wake, mbali na mambo yake yote, bila any form of freedom ama liberty katika maisha yake. Aishi maisha ya kuteseka, aache magari yake na shamba yake na vitanda vyake vizuri, aende afungwe jela na watu wengine, aanze kukaa maisha yenye iko below poverty. Praise the Lord. Kwa sababu hana pesa za kulipia kutoishi maisha kama hayo. Yani to get out of that kind of life yenye alisentensiwa, ni pesa itagharimika. Ni pesa itafanya nini? Na sisi ndio tutoke katika mambo yale yalikuwa yatukute kwa sababu ya dhambi na rebellion na transgressions and iniquities. Jesus took our place. Praise the Lord. Na kwa hivyo hakuna ile other legal ground. Ni kama kwa mfano huyo mtu aende alipe hiyo fine, alafu watu waanze kusema anafaa kuwa jela. Akilipa fine ni kama hajafanya makosa. Bwana asifiwe sana. Akilipa hiyo fine atatembea akiwa na freedom kama mtu mwenye hakuna kitu amefanya. Simply because amelipa nini? Lakini kama hajalipa hiyo fine atakaa huko. Naye Yesu kuna mambo alifanya kwa sababu yetu. He substituted for us. Praise the Lord. Meaning that as long as Jesus did it for us, we should not suffer the same things. Praise the Lord. Kuna mambo haifai kututesa tena, maana tayari gharama yake ililipwa. Bwana asifiwe sana. Kuna mahali Yesu alichukua penye ni wewe ulifaa kuwa. Isaia 5 inasema the chastisement 53:5 inasema kuteswa kwake, the chastisement yake was because of our peace. Kukosa amani, mtu wa Mungu, kwa ghadhabu ni wewe utaki. Mtu wa Mungu, kuna gharama ililipwa ndio kuwe na amani. Bwana asifiwe sana. Let me tell you people of God, matuini utirikie na idhagadhago. There is no panic in heaven. There is no sorrow in heaven. There is no fear in heaven. Na kwa hivyo Mungu anataka tuishi katika hii dunia tukiwa na neema kama ya mbinguni. Na anajua the importance of peace. That's why Jesus, whenever he met his people, alikuwa anawaambia peace be with you. Anawaambia nimewaachia amani. Mtu wa Mungu, wakati wote unajikuta bila amani, nataka nikuambie hivi. Hiyo amani yako ililipiwa. Regardless your situation inakaa namna gani. I wish you understand what I'm talking about. Kwa hivyo hicho kitu kimekutia wasiwasi sana, sio Mungu. Tiwe shiri oreshi ya mwana ukira ndo alea. In fact, hata ile kitu inakusumbua sio shida kubwa kama zingine ziko na watu wengine. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wako na shida kubwa kuliko yako. Kwani ndo menaje na mwana ukira wapi? Bwana asifiwe sana. Lakini wewe hauna amani. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, amani yako ililipa. His chastisement
was so that we can live in peace. Akachukua kitu kinaitwa sorrow. Bible inasema he took away our sorrow. Kieha, gutagika, kuagaga, akabeba. Inaitwa substitution. Bwana asifiwe sana. Mpendo, hakuna kitu hata wewe kinaweza kukushangaza wewe mwenyewe kama kuona mtoto mwenye aliachiwa mali na baba yake, lakini mumuone akiokota chakula kwa mapipa. Amen. Hallelujah. Kuna mtu alinionyesha mtu mahali fulani. Akaniambia huyu mtu ukienda kwao ndio unaweza kushangaa. Ogithi kwao no make mudunu. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Siku nyingine tukaenda na mtu fulani mahali. Ile mali niligundua huyo mtu ako naye. Hata mimi sijafikisha even a tenth of what huyo mtu ako naye. Lakini huyo mtu anaishi kama a street child. Na hiyo mali si ati iko na jina ya mtu mwingine, iko na jina yake. Unajua kuna ile mali mtu bado hajalizi. Unaweza sema baba yake ameshika. Hiyo mali tayari huyo mtu ameridhishwa. Yote iko katika jina yake. Mashamba ya pesa mingi. Mimi ninaijua juu niliona. Lakini anaishi kama, unaona wala watu ninaogopa kutumia jina chokora. Anakaa kama chokora. Ni mchafu kama chokora. Mchafu. Mavazi yake imekaa matambara. Bwana asifiwe sana. Na mali yake mimi ninajua. It is worth tens of millions. Tens of millions mali yake. Mimi ninajua. Ile iko na jina yake. Na anaweza shinda siku mzima hakuli chochote. Dalita kitu. Do you know why? Maana shetani amemtia katika mahali pa kumutesa. Praise the Lord. Hallelujah. Na sisi katika wokovu wetu kuna gharama tumelipiwa ili hali tunakaa maisha ya kuteswa. Tunakaa maisha ya nini? Because sometimes we give the devil too much space because we don't understand what Jesus did. Bwana asifiwe sana. We are almost agreeing with the devil. Kuna watu wenye wako katika hii kanisa. Leo shetani akikuja awaambie wafanye mikataba. Bwana asifiwe sana. Tusisumbuane, usinisumbue, na mimi nisikusumbue. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani shetani akuambie usiwahi ni bind, usiwahi ni kemea, usiwahi ni niambia chochote, usiwahi ni tusi na tokanaje pia. Nani dikautesha na siaku, sitaguza wazazi wako, sitaguza vizazi vyako. Muandikanie mkataba na shetani. Kuna mtu wako hapa anaweza kukubali. Bwana asifiwe sana. Yaani ngoma yako ndikukugiria wa Ngai. No ni maundu makotigana na. Hallelujah. Kuna mtu ananiambia shetani imetetekera. As long as haunizuii mambo mengine na uniambie niingie kwa dhambi. Hiyo mkataba tuandike sasa, tuanze saa ngapi? Yaani ngoma tuike kwa kudagoka. Dagatuma Ngai mono dageka. Tuko pamoja. Para tuko pamoja kwa niinulie mkono. Unajua nchi kama Amerika wako na principle moja huwa wanasemaga we don't negotiate with the terrorists. Ndivyo huwa wanasema. We don't negotiate with. Sisi huwa tufanye negotiation na terrorists. Kwa hivyo terrorists wakianza kusema tumeshika watu wenu mateka, tufanye makubaliano muachilie tu ndio tuwaachilie. Wanawaambia do your worst. Tutawatoa kwa ile shimo mko. Eli waruhusu watu sijui wangapi. Ama kijiji kama hiki wa fratern kila kitu. Just so as they not negotiate with terrorists. Sasa na sisi wa Kristo live around negotiating with the devil. Now we are at a state whereby we don't know what we should tell the devil not to touch or to touch. In actual fact, tunaendaka kwa Mungu kumpembeleza kwa maana ni kama shetani alituweza. Sometimes I don't know how to explain some things. Hallelujah. Sema substitution. Praise the Lord. Substitution. It is one of the most powerful things that Jesus did for us. Kila Yesu alikufanyia wewe. Na ndio tunakumbuka leo kifo cha Yesu. Kifo cha Yesu ni mahali pako alichukua. Nataka tuende kwa the second thing.
kwa sababu ya wakati. His death was the only way. Sema kifo chake ndio ilikuwa njia peke yake. Nataka urudie useme kifo chake ndio kilikuwa njia peke yake. Na ndiposa Yesu aliambia Simon Peter akamwambia, get behind me the devil, maana hiyo mawazo uko nayo ni kulingana na akili za ni reasoning ya binadamu. Reasoning ya binadamu ya kwamba Yesu taka kwetuikarage na akeguko. Hallelujah. Let me show you. Hebrews chapter number 2, Waebrania 2. Hebrews 2. Mimi kama kuna vitu ningetaka ushike ni hii. Wachana na prophecy kwanza. Wachana na hiyo prophecy, wachana na hiyo vitu zingine utaambiwa. Wachana na kuambia utabarikiwa mpaka sijui uparare. Wachana na hiyo vitu kwanza. Elewa hii kwanza. Amen. Hallelujah. Elewa hii kwanza. This is what you should have. Let me tell you, with this, there is nothing that can conquer you. Ukiwa na hii, hakuna kitu kinaweza kukushinda. Watu wanafunzwa mambo mengi. I can teach you 10 principles on how you can prosper. But fail, uanguke na ulemewe na maisha yako. Lakini hii inaweza kukupeleka kiwango kile ambacho mpaka vizazi vyako vitafurahia maisha yako. Wajua kuna mtu aliishi kabla ya wao. Bwana asifiwe sana. Hii vitu ni ya muhimu watu wa Mungu kuelewa. Mama kirita maundu mana magikirito thĩinĩ wa nyũmba yake. Are we together? Na ndiposa unaona shetani hataki watu wasikie. Anafanya watu waende. Hata labda jikoni labda kumejaa watu. Maika letie sai. Unajua wakati mwingine watu wanakutana wanapigwa na shetani. Wanaanza kutafuta njia ya kupiga shetani lakini walifunzwa. And when God was teaching them, they were too busy doing other things that could not help them. Bwana asifiwe sana. People of God, listen. These are very important things. These are things that will save you and your generations. Hallelujah. Sikiza venye mwandishi wa Waebrania alisema. Waebrania 2:14. Akasema, because God's children are human beings. Hebu sema, because God's children are human beings. Do you know what that means? Human beings ni kumaanisha wewe na mtu mwenye hajaokoka hamuna tofauti. Mtu mwenye hajaokoka ako na mwili kama wako, ako na damu kama yako, anafikiria kama wewe, anaishi mahali penye unaishi, anashughulika na kile unashughulika, anakuwa na mahitaji kama yako. Kwa hivyo hata wana wa Mungu ni binadamu, ni atu. Praise the Lord. And therefore understand that believing in Jesus does not make you something different from other people. You are still a human being. Now, kile chenye kimekufanyikia ndicho cha muhimu sasa. Ndicho kinaleta mabadiliko. Bwana asifiwe sana. Inasema made of flesh and na ndiposa mtu mwenye ameokoka akilazwa hospitalini ahitaji damu. Daktari hawatasema damu ya watu wenye hawajaokoka haiwezi fit mwili ya huyu mtu. Todo wale muhonoku kama yake ni asili. Are we together? Hiyo ndio ninamaanisha. Mtu mwenye ameokoka akihitaji damu, anaweza wekwa damu ya muhindi mwenye aliamkia asubuhi kuabudu sanamu. True or false? Na asurvive. Maana amewekwa damu na madaktari. Lakini amewekwa damu ya mwizi. Because they are human beings, they are human. Unajua kwa nini nawaambia hivi? Ndio tusitoke katika ulimwengu huu. Niliambia mtu mwingine juzi nikamwambia kuna kitu kinaitwa fact. Nikamwambia fact ni fact na hakuna kitu inaweza kuifanya. Nikamwambia kile huwa tunafanya, huwa tunatumia faith kuinfluence fact. Bwana asifiwe sana. We use faith to manipulate fact. We use faith to influence fact. Fact inaweza kuwa ya kwamba I am poor, but my faith can influence that fact ya poverty na nikuwe tajiri.
Na fact sio kuwa mgonjwa, mtu kuwa mgonjwa sio kumaanisha ya kwamba aseme si mgonjwa. Fact ni ya kwamba ni mgonjwa na ndiposa alikuwa kwa hospitali. But faith can be able to overturn that fact. Praise the Lord. Na ndipo sababu inasema Sarah was barren. Bwana sana. The fact was that Sarah was barren. Hata kama angeenda kwa hospitali angepimwa, madaktari waseme you are barren. The Bible does not Bible haikatai kuongea kuhusu hiyo fact ya barrenness. But by faith she was able to conceive. It overturned the fact that she was barren. It influenced or manipulated that fact. Bwana asifiwe sana. Faith is able to engineer itself through any kind of matter, no matter what it is. That's why Bible inasema with faith all things are possible. Praise the Lord. And that is faith in God. Are we together? Sasa tunasema if you are men of flesh and tunasema the son also became flesh and blood. For only as a human being. Nataka uone sasa penye Biblia inasema for only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of death, of the devil who had the power of death. Nataka uone hizo only zenye ziko hapa. Biblia inasema Jesus could only rescue mankind with a body, and it was only in the body. And it was only katika kukufa peke yake. Hangeokoa watu bila mwili, na hangeokoa watu kama hangekufa. Bible imesema hivyo. That's why nilikuambia, that's why we remember the death. Because it is through death that we are saved. Are we together? And only by dying, and only by dying, he break the power of the devil. Bwana asifiwe sana. Ni kwa kukufa peke yake alivunja nguvu za shetani. That's why we remember the death of Jesus. Satan was defeated by the death of Jesus. Hiya wa ngoma. Do you know what power is? Unajua power ni nini? Power ni uweza wa kufanya mambo aidha katika utawala. Bwana asifiwe sana. For example, tunasema the government that is in power, meaning that wao ndio kusema, wao ndio wanadetermine mambo. Praise the Lord. Amen. Serikali ile tuko nayo, whether tunaipenda ama hatuipendi, ndio inasema vile kutaenda. Na ndiposa wakileta shi na sha, tutapiga makelele, lakini hatuna kitu kingine ya kufanya. They are in power. Praise the Lord. They are in power. Now the devil had the power of a mankind. Listen to me. The power of the devil haikushindwa kwa shetani kufanywa powerless. Wala zibezana. Unajua watu wanafikiria shetani alikuja akanyonywa nguvu zote, akituka tale kahiona kanini. Alituka kimuke feoro. Kile alifanywa ni kunyang'anywa power ya kuoperate. Meaning that if he is operating, he is illegally operating. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna mambo president alikuwa nayo, ako na nguvu za kufanya zamani kabla ya katiba mpya. Kwa mfano president wa zamani angesimama kwa street afute vice president. Si ni kweli? Mmoja alikuwa anafanya hivi. Alisimama hapa soko Mjinga. Akafuta vice president alikuwa anaitwa Saitoti. Akasema kutoka leo yeye sio vice president, nimevuta kasi. Mahali hiyo jamaa alikuwa alistukia akitoka nje hakuna gari kwa mlango. Mpaka askari wamerudi nyumbani. Na hakuna kitu angefanya. Na waleo walipitia njia mrefu sana. Si mnaona? Inaitwa impeachment. Sisi ni Wakenya, tuongee kama Wakenya. Alipitia njia mrefu. President wa zamani angesimama tu aseme kwa mkutano tu ya mazishi,
wewe ndiye minister wa finance kutoka leo, na hii by jioni hiyo kitu iko gazette. Bwana asifiwe sana. Lakini mwenye tuko naye leo ama presidency ya sasa sio Ruto peke yake, but any other president who shall come under this new constitution, that power was stripped off. It was removed. Meaning that akifanya hivyo, that is called an illegality. Unajua illegality ni nini? An illegality is anything that you are doing ambacho sheria haijakuruhusu ufanye. Na kwa hivyo kinaweza kubatilishwa wakati wowote. Mwenyitira dada kuga mshike ninatoka wapi na ninaelekea wapi. Sasa president akifanya hivyo, mtu atakimbia kotini aseme president amefanya hivi, koti iseme hiyo kitu ni kinyume ya katiba. Huyo mtu pesa yote atakula ya serikali kutoka wakati huo anaweza jifunza amefungwa jela, maana ataambiwa ulikula pesa ya serikali njia isiyo halali. Kwa maana kuna power ilinyang'anywa president na katiba iliyokuja, the new constitution. Now I'm talking about now Jesus and the devil. The devil had power to rule over mankind. The devil could dictate where you should go and what you should do. It was upon the devil to say where your generation shall go and what it shall become. Ilikuwa shetani aseme ile magonjwa itakushika 2025 yote na itakukamatia wapi, utalala hospitali gani, utatumia pesa ngapi. The devil had power to do those things. The devil had power to determine who should be rich, who should be poor. Do you remember he was even telling Jesus, hii dunia yote ni yangu na ninapeana mtu mwenye ninataka. He had power to do that. But let me tell you, it was until Jesus died. Amushiki. Ninasema ni hadi wakati Yesu alipokufa. Then Jesus by his death akanyang'anya shetani nguvu za kudetermine mambo. Mtu yote mwenye ako na Yesu ndani yake hayuko under the manipulation of the power of the devil again. Anything the devil is practicing against you is an illegality. But let me tell you, there are so many people allowing the devil to interfere with the progress of their life. Sema sio mimi. Bwana asifiwe sana. Yaani unaruhusu shetani aingiage kwako vile anataka. And he knows it is illegal. But he will find out first of all kama unajua. Ngoma yako rakaniwe shera cia kuneke kulingana na uthabaki wa Ngai. Atachunguza kama unajua. Atachunguza kama unajua kule unafaa kuwa katika Mungu na kile unafaa kuwa katika Mungu. And then he will practice an illegality against you with an attempt to put you under his oppression. And then by your naivety, you agree to his terms. Then he oppresses people. Let me tell you, Jesus died. Mutiraji nyido na leo. Ninasema Yesu alikufa. Hey. Kajiso kuelilea. Yesu alikufia kina nani? Na ninawaambia Yesu alikufa mnaliangalia tu. Anadogiwa amen. Kama nataka tare urugo kwa todo mundu agekua ni uru. Mugo amen nitakuhitukia undu tari mwega. Unajua hakuna watu wanashakazaga mtu kama watu wa kanisa. Unawaambia mambo ile inawahusu, unaona tu wamekuangalia ukali wote ni kunyitae. Kana kunyitana mtaranyitana kana kuna ugio mana ugiye kana kikirathi na mbele. Haya nimerudia sasa. Nasema Yesu alikufa. Sio tu women. Tunakaa tu women tu watu wenye hawakukula jana juzi. Na hii 2025 umewakalia sana. Nasema Yesu alikufa. Kuna wangu ginoka ndio weko. Ndio nauga. Ninasema Yesu alikufa. Yesu alikufa. Yesu alikufa. Yesu alikufa. And by his death, na kwa kifo chake, it was the only way that he was able to take power from the devil. Colossians inasema wakati alipopanda msalabani alifanya mateka mamlaka yote,
tawala zote, nguvu zote na sultani zote, akawaibisha katika mlolongo wa aibu wa kuaibisha. He made a public, maybe wewe inaita a public procession of shame. All principalities, all. Hallelujah. You know why you are not getting this? Niwaambie ni kwa sababu gani? Maana hata Biblia yenyewe hamjui. Do you know what principalities are? Do you remember the book of Daniel? Unakumbuka the book of Daniel? Biblia inasema katika Danieli aliomba. Ni nini kilishika maombi ya Danieli? Tarolea mwaliko leo. Wale watu wako pande hiyo walifanya hivi. Ndio wataka kumhujiria kinyasa 11. Tonda hata mtarani. Unajua Paulo kuna watu walihubiria mpaka asubuhi. Wale wako pande hiyo walifanya hivi. Bwana asifiwe sana. Kile kilifanya Danieli maombi yake ikae 21 days kama haijarudi. Ni kitu kinaitwa principality. Kinaitwa nini? Biblia inasema na ilikuwa inaitwa the principality of Greece. Ilikuwa ni Persia, ya? Persia ilikuwa tawala zenye zilikuwa zinatawala wakati huo. Zilikuwa zinatumia nguvu za giza kumanipulate. Na kwa hivyo katika Gitaro kuna principalities. Kenya kuna principalities. Africa kuna principalities. Praise the Lord. These principalities zote, Biblia inasema Yesu alishinda principalities zote. Powers and rulers of darkness. Rulers, kazi ya rulers, ndio what a ruler is. Unajua ruler ni nini? Unajua ruler ni nini? Ruler ni nini? Usijikage ruler na utawala. Ukitaka kujua ruler ni nini, fikiria kuhusu ruler ile watoto wanatumia kuchora line. Ruler kazi yake ni kudraw lines. Unawekelea mahali unachora. Sasa ruler kile huwa anafanya ni kufanya sheria za kusema hii itaenda hivi, hii itafanywa hivi, huyu atakaa hivi, huyu ataelekea na huku. The work of a ruler is to give directions and commands and to make demands. Ukumbuke vile Mungu aliambia wana wa Israeli when they asked for a king. Aliwaambia, don't you know what a king shall do to you? He shall rule over you and shall demand that your daughters shall become his maidens and your sons shall become his horsemen and his guards. Enda usome kitabu cha venye Mungu aliwaambia what a ruler does. The ruler shall come and demand taxes from you. Na akiitisha ameiti. Mungu aliambia wana wa Israeli wakati waliitisha mfalme. Akawaambia, you don't know what you are asking for. Bwana asifiwe sana. Nevertheless they demanded this. Mungu akamwambia Samuel makema na rekere. Bwana asifiwe sana. Now rulers of darkness they determine. Wanasema Gitaro, as long as you live in Gitaro, this is what your life should become and your children should be this and that. Wanaitwa rulers. Wao ndio huwa wanatangaza biashara za Gitaro. Gitaro kutakuwa na supermarket ama hakutakuwa. Na kama itakuweko itakuwa ya nani? They are rulers of darkness. Na mtu akijaribu kuweka supermarket Gitaro itafail. Wanadetermine ni nani ataweka biashara gani na atanawiri namna gani. They are called rulers. They rule in the powers or realms of darkness. Jesus overcame them. Praise the Lord. He overcame them. Kwa hivyo wakifanya matangazo yao ni kama president wa Uganda atangaze mambo akiwa Uganda ama atangaze mambo ya Uganda akiwa Kenya. Unajua itafanya kazi, lakini sio ya Wakenya. Bwana asifiwe sana. President wa Uganda akisema na kila mtu siku hizi akifika kwa barabara apige saruti 5 na ako Kenya. Alafu arudi kwao na anasema kuhusu Uganda. Na wewe ukiwa unafika Kenya ukifika kwa barabara unapiga saruti 5, unatii nani? Unatii sheria yenye sio ya kweli. Sasa naye sisi tuko katika Yesu, tuko katika nguvu hizi tawala. Kile shetani anasema kutuhusu, it is none of my business. Praise the Lord.
Sasa niliwaambia sitaki kudigress. Nikiingia hiyo side naweza kuwafunza vitu zingine mingi sana. Lakini Yesu Bible inasema he broke the power of the devil. The power of the was broken. Was by his death. His death was the only way. The only, meaning that hakuna njia nyingine ndungihota ngoma na kindu kingi ona kihato gitingihota ngoma. People of God, chumvi haiwezi shinda mapepo. Handkerchief haiwezi shinda mapepo. These zenye watu wanatumia wakifikiria zitafukuza mapepo kwao haziwezi. Mafuta hata kama imeombewa na nani haiwezi shinda mapepo. The only thing that overcomes the devil is the power of the death of Jesus on the cross. Praise the Lord. That's why we are remembering the death. Because it is significant in our lives. Hallelujah. It is the only legal thing the devil knows has defeated him. Kitu kiria ngoma tu kia mohotire no kukukia Yesu. Utikiri kigio. Nimesema hivi, kila kitu peke yake shetani anajua kilishinda nguvu zake ni kimoja tu. Kinaitwa kifo cha Yesu. Kinaitwa nini? It was the only way that the devil could be defeated. Tusimame kwa miguu yetu. Do you know I've not gone even half? Sijaenda hata nusu. Mimi I wish mnaweza kuelewa ninaongea kuhusu nini. Bwana asifiwe sana. I wish mnaweza kushika hii mama. Unajua niliwafunza hapa siku moja nikawaambia kila kitu watu wengi wanaitaka spiritual warfare, sio warfare. Bwana asifiwe sana. Ni kama kuenda vita mahali watu wanatumia makombora. Wanatumia bomu na mabunduki kubwa kubwa. Na wewe uende hapo na rungu na maneno mengi ya kujaribu kuwatusi. Nakwambia utaongea maneno mbili kabla upigwe risasi ulipuke hapo. Bwana asifiwe sana. Maana umeenda na silaha zenye haziwezi kufanya kazi mahali kama hapo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unajua ukishika mnyama kama panya umrushe kwa bahari, uko na hakika panya atakufa. Ni kweli? Lakini ukishika samaki useme nitaua samaki vile niliua panya, urushe samaki kwa maji, you have given it more life. You have guaranteed that fish to live long. Na sisi wakati mwingine tunafikiria kushinda nguvu za giza. Ni mambo mengine tunahida hapo tukisema hapo. Lakini tunaongea maneno ambayo hatujui. We have the blood of Jesus. Sema niko na damu ya Yesu. Hallelujah. Kuna kitu Yesu alifanya kwa sababu yetu. He died for us. He died for us. I want us to go to that. Hiyo communion iko wapi? It's supposed to be here. Inafaa kuwa hapa. Wacha niwasomee mstari the book of Corinthians. Tutarudi tu hapa. Ikikuja tu nikupeana, mkuje tu kama mmeanza kuipeana. Can I have several people help me? Watu kadhaa wasaidie. Ikifika tu ni kuanza kuidistribute, then we take it. I'll pray as we partake it. Bwana asifiwe sana. And we shall declare some matters today. Hallelujah.